kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12:23 anasema hivi. Asa ila ujihadhari kwamba usile damu, kwani ile damu ndio uhai, na ule uhai usile pamoja na nyama. Yaani Mungu ametukataza tusile uhai pamoja na tusile nyama pamoja na damu. Kwa nini nasema? Kwa sababu damu ni uhai. Kwa ina maana basi iko hivi. Unapokula uhai wa kitu chochote, ina maana unapokula damu ya kitu chochote, manake unahalalisha uhai wa kile ulichokula ingie ndani yako. Kwa mfano, ukila uhai wa ng'ombe, yani damu ya ng'ombe, manake kwamba uhai wa ng'ombe unaingia ndani yako. Kwa hata ukiomba, Mungu akifungua macho yake akiangalia wewe anayeomba, hakuoni wewe, anamuona ng'ombe, kwa sababu ndani yako kuna uhai wa ng'ombe. Hawezi kukuona wewe tena, anaona uhai wa mbuzi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kuna uhai, kuna damu ya mbuzi. Kwa hiyo anaona uhai wa mbuzi. Ndio maana nasema usile nyama pamoja na damu yake, kwa sababu ukila nyama ya kondoo na damu yake, Mungu akiangalia anaona uhai wa kondoo ndani yako, anaona uhai wa ng'ombe ndani yako, anaona uhai wa mbuzi ndani yako. Kwa hiyo hakuoni wewe tena, anakuona wewe kama mnyama. Anakuona wewe kama mbuzi kwa sababu ndani yako kuna uhai wa mbuzi. Anakuona wewe kama ng'ombe kwa sababu ndani yako kuna uhai wa ng'ombe. Anakuona wewe kama kondoo kwa sababu ndani yako kuna uhai wa kondoo. Kwa hiyo ukila nyama pamoja na damu, manake uhai wa mnyama unaingia ndani yako. Mungu akikuangalia akuoni wewe kama wewe sasa na thamani yako aliyokuumba Mungu, anakuona wewe kama mnyama kwa sababu ndani yako kuna uhai wa mnyama, kuna uhai wa ndege. Anakuona wewe kama kuku.